Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Mwokozi. Nachukua nafasi hii kumshukuru Mungu kwa ametuwezesha kukutana tena kwa ajili ya uchambuzi wa Biblia. Tunapoenda katika uchambuzi, tutaanza kwa ombi ndipo tuweze kuingia kwa leseni. Naomba tuinamishe vichwa tupate ombi. Mtakatifu, mtakatifu Mungu Baba uishie milele, tunakushukuru kwa nafasi ya kipekee tunapoenda kuchambua leseni mchana wa leo. Tunaomba Roho wako Mtakatifu atuongoze. Wasikilizaji wetu, watazamaji wetu wanaposikia neno hili, litawahuishe na litawatayarishe kwa ajili ya mbingu. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Kabla tuingie katika lesoni ya siku ya leo, nitaenda kuchukua nafasi hii kwa kifupi na kwa haraka sana tuweze kuwatambua ambao wako mbele yenu. Mkono wangu wa kulia niko na dada yetu Rudia, naomba aweze kuweka kwa watazamaji na wasikilizaji na pia arudie jina vizuri. Na wasalimu wa mchambo. Kwa majina naitwa Rudia Usuru kutoka Good News. Asante mwalimu Rudia, na karibu na yeye tuko na gentleman ambaye pia atatuambia jina lake na tuweze kumsikia sauti yake. Asante na wasalimu katika Kristo, hamjambo. Jina langu ni Vincent Korir kutoka kanisa la Makao Mema. Karibuni sana. Asante mwalimu, karibu. Na mkono wangu wa kushoto tuko na mchungaji ambaye ataweza kutuambia majina yake. Watazamaji na wasikilizaji na wasalimu wa mjambo. Kwa majina ni Pastor Julius Mwaniki. Asante kwa introduction hiyo. Nami naye nena nanyi kwa majina ni Mrs. Eva Wambua. Karibuni kwa lesoni ya siku ya leo na Mungu aweze kuwabariki. Amen. Tunaenda kuangalia lesoni ambayo ni nzuri sana na mada yake inasema love and justice, the two greatest commandments. Haya ni mambo tunaenda kuyaona katika ile lesoni. Na yani upendo na haki. Upendo na haki na amri kuu mbili. Amri kuu mbili. Ambazo ziko katika leseni ya leo. Tutazijua leo na tutazifahamu leo tunapochambua leseni. Katika mwanzo ambayo ni introduction, tunaona ya kuwa mwanadamu amekuwa na maswali mengi. Anajiuliza kila siku. Tunajua siku moja Mungu atamaliza uovu. Kila siku maudhi tunayoyaona yatafika mwisho, lakini hayaishi kwa siku moja. Na bado Mungu anayaruhusu yaendelee kufanyika. Kwa sababu gani? Mungu anataka mimi na wewe ambao tunaitwa Wakristo, ambao tuko katika jamii, tunapoyaona maudhi haya, tunapoona watu ambao wamegandamizwa, tuweze kuwasaidia. Tujiulize, mimi kibinafsi naweza kusaidia mtu huyu kivipi? Ama sisi kama kanisa tunaweza kuingilia kati na tukaondoa maudhi haya kivipi? Na ndipo sasa tunapokuja katika jambo hilo la kujua kwa kweli haki itakuja na kweli upendo wa Mungu utajaa katika ulimwengu baada ya kumaliza uovu, tunaambiwa kuna amri mbili kuu ambazo Mungu anataka mimi na wewe tuzitekeleze. Amri hizi mbili ambazo Mungu anataka tuzitekeleze ni ya kwanza, tumpende Mungu kwa nguvu zetu zote, moyo wetu wote, akili yetu yote, na jirani kama vile ninavyojipenda. Nitakapojipenda na kumpenda Mungu, nitaona kuwa siwezi kumuua jirani. Siwezi nikaenda nikamwibia jirani. Siwezi nikaanza kufikiria kufanya jambo baya kwa jirani. Na amri hizi mbili zinaunganisha amri yote ambayo Mungu ameiweka katika sheria yake. Mwenyezi asifiwe. Basi tunaposonga mbele, acha tumkaribishe mwalimu Rudia katika nafasi hiyo aweze kutufafanulia zaidi. Asante na shukuru watazamaji. Katika siku hii kuna hiyo endelea, tunapoendelea hapo inasema dhambi mbili kuu. Dhambi mbili kuu ni hizi hipi? Cha kwanza ni kutopendana. Kutopendana sisi kwa sisi. Kuna uovu ambayo unazidi kuendelea katika ulimwengu wa sasa. Ambapo tunaona wenzetu kama maadui. Umpendi jirani yako kwa sababu pengine kuna kitu anacho na wewe huna. Hii inaleta chuki katikati yenu. Sasa inamaanisha kuwa umpendi. Alafu kitu kingine cha pili ni kunyima haki katika ulimwengu wa sasa. Na haki na kweli.
katika maisha ambayo tuko nayo, kunao wajane, kunao mayatima, kunao wenye wanataka tuweze kuwahudumia, lakini tumewanyima. Hii haki ambayo itoke katika Wakristo ama itoke kwetu, hatuitoi kwa wale wenye mahitaji. Tumewanyima wajane katika wale mahitaji wanayoyataka. Kuna wale ambao wamegandamizwa katika jamii, tumewanyima kweli. Hata hukumu ambazo tunazozitoa kwao ni mbaya, haionyeshi ukweli ndani yetu. Tumetumia uongo mwingi, hata katika tunajifurahisha sisi wenyewe, tuonekana sisi tuko wa kweli, tunawanyima zile haki zao. Sasa tukutenda hii inakuwa ni kinyume cha ile sheria ambazo Mungu amepeana kuwa tupendane. Sasa inakuwa kinyume. Hata tunapomwangalia Zakaria, naye anatuonyesha kuwa hata kuna zile sanamu ambapo Wanaisraeli walikuwa wanazitengenezea wenyewe. Zile sanamu wanasiabudu, zenyewe ziko na macho lakini hazioni, ziko na mdomo haziongei, ziko na masikio hazisikii. Inamaanisha nini? Zile vitu ambavyo sisi tunafanya, tumekuwa kama wale watu ambao walikuwa wanaabudu vitu haviongei. Tumeona wale watu wako na mahitaji, hatuongei. Mbona tumegandamisha vile katika jamii? Hatuongei ili tuweze kuwasaidia. Hatuoni kuwa wako na mahitaji ili tuweze kuwasaidia. Tumefananishwa na ile na hiyo miungu ambayo ilikuwa imetengenezwa. Sisi tumefananishwa katika muonekano, tuko na macho lakini hatuoni. Tuko na kila kitu, hatutendi jinsi inastahili. Tumefananishwa na hiyo miungu. Alafu kitu kingine tunaambiwa, unaposoma katika hiyo Zaburi 135 pia nayo inaonyesha hizo sanamu ambapo tumeweza kuonyeshwa hapo. Alafu kitu kingine ni kuwa haki itendeke kwa wenye mahitaji na ukweli. Haya maneno yanataka tuwasaidie tuwe na huruma kwa hao wenye mahitaji. Kitu cha kwanza, tuwe na huruma, tuwe na upendo kwa wale wenye mahitaji. Lakini sasa masikio yetu hayasikii. Tumeweza kuwa kinyume na yale ambayo Mungu anataka sisi leo tuweze kuwatendea hawa wenye mahitaji. Mwandishi wa lesoni anatuona sisi wenye tuko sasa. Hata unaposoma katika kitabu cha Yohana, anasema kuwa mpende Mungu na tumpende Mungu wetu, naye anamchukia. Tutawezaje kumpenda Mungu ambayo hatumwoni, na tuweze kumpenda jirani ambayo tutawezaje kumpenda Mungu ambayo hatuoni, na tuweze kumpenda jirani, tukose kumpenda jirani? It is the opposite. Anasema tuweze kumpenda jirani ambayo tukimpenda tutampenda Mungu. Amina. Ile ni changamoto ambayo tuko nayo katika maisha ya sasa. Unastahili tuweze kumpenda jirani na sisi tunapojipenda sisi wenyewe. Na tukisema tunapenda Mungu, iwe ni uongo mtupu. Tutampendaje Mungu na hatumpendi huyo jirani? Kwa hivyo dhambi mbili kuu tumeweza kuona hapa ni kutopendana na kuwa na kinyume na haki na kweli. Na Mungu aweze kutubariki. Nitaongeza kidogo hiyo sehemu, maana ni sehemu muhimu sana ya dhambi mbili kuu ambazo tunazitenda. Nashukuru sana Rudia kwa mwalimu Rudia kwa hilo umetupeleka. Kuna ukisoma kitabu cha Zakaria 7 na aya yake ya 9 mpaka 12 inasisitiza sana kwamba hakikisha kwamba kuna haki imetendeka kwa wanyonge. Inasema kwamba lazima tuonyeshe upendo, lazima tupendane sisi kwa sisi. Hicho ndicho kitu ambacho Mungu anataka kuona. Alafu anaelezea kwamba Mungu hataki kuona dhuluma. Hiyo do not oppress. Watu wanadhulumu wajane, wanyonge, watu ambao hali zao za maisha ni maskini, wako chini. Biblia inasema kwamba kuna maskini, kuna wale ambao ni mayatima, kuna wageni. Biblia inakataa kabisa kwamba lazima tuwatreat vizuri. Hilo jambo ambalo tunaambiwa. Alafu kusoma Zakaria 7:13 nayo inasema kwamba ikiwa muweze kutenda hivyo, hata mkiniomba mimi, maombi yenu sitasikia kabisa.
Asante. Yes. Mwalimu Korir, tupeleke sehemu ya pili ya God's love and justice. Naam. Karibu. Asante sana. Tunasonga na tunaona ya kwamba Mungu anapenda haki. Mungu anapenda haki. Anapenda haki. Kweli. Na kwa maandiko matakatifu sio siri ya kwamba Mungu anapenda haki. Na ndipo tumeona ya kwamba sheria mbili kuu ni pia haki limo ndani. Iko. Na pahali kuna haki inaendana na upendo. Ndipo maana tumeanzia na tutaona ya kwamba ili kusuluhisha jambo yote ni upendo. Kwa maana kama upendo upo, kama tunapenda Mungu, tutatenda haki. Kama tunapenda jirani, tutatenda haki. Ndipo tukazidi kuona na Mungu anasisitiza na anasema ya kwamba mnapofanya hukumu, mfanye hukumu ulio wa haki, si ya kudhulumu mwingine na kuonea mwingine. Wengine unaona mwingine yuko sawa kifedha, ila maskini unamnyanyasa. Mungu anachukizwa na jambo hilo. Ndipo anasema Mungu anapenda haki. Ndipo tukiona katika kitabu cha Zaburi 82, Mungu anaanza kuuliza maswali. Na anapoendelea pale tunaona ya kwamba kwa hakika Mungu anapenda haki. Na tunapomaliza katika kitabu cha Yohana 13:35 akasema by this whole will know that you are my disciples. Kama nyinyi kwa nyinyi kuna upendo, kama nyinyi kwa nyinyi mnatendana haki, na ulimwengu watajua ya kwamba nyinyi ni wanafunzi wangu. Asante kuwa Mungu anapenda haki. Amen. Ningependa kuongeza jambo tu pale. Kuna kitabu cha Mika 6 fungu la 8. Mungu ameonyesha wanadamu kile wanastahili ama wanapaswa kutenda. Watende haki, wasichukue hongo, wasisete wanyonge, wasisete yatima. Kwa hivyo Mungu ameanzia kila mwanadamu kile kinampasa aweze kufanya ambacho kitampendeza Mungu. Sasa nijiulize, yale ninafanya je, yanampendeza Mungu? Kwa sababu Mungu haja tuweka kwa giza kulingana na kitabu cha Mika 6 fungu lile la 8. Basi sehemu ile inafuata ambayo ni sehemu ya Jumatano. Hata tukaribishe mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Katika sehemu ya Jumatano inasumusia namna ambayo tunaweza kuhakikisha kwamba haki, tumejenga haki. Tumeitwa ili tukajenge haki. Haki, Mungu anataka aone haki ikitendeka kwa watu wanyonge. Mungu angependa kuona watu wadhulumiwi. Mungu angependa kuona kwamba justice ama haki imetendeka kwa watu wote. Lakini akiona wanyonge wanadhulumiwa, kwa mfano unakuta kwamba mwizi wa kuku anafungwa miaka 10, lakini mwizi wa maelfu ya fedha anaachwa spot free. Hilo jambo linamuudhi Mungu sana. Kabisa. So unaposoma katika lesson hii ina maneno ambayo hata mimi mwenyewe najifundisha. Unaposoma katika kitabu cha Isaya 1 fungu lake la 17 bado inarudia kwamba tusiwadhulumu wanyonge, tuwe watu tuna defend, yani tunawatetea wanyonge. Nilipokuwa nasema ile lesson nimetambua kwamba sisi tunastahili kuwa watu wanatetea sana wanyonge. Hata kama ni nini unalilia kwa sababu ya mtu mnyonge. Maana lesson inafundisha kuhusu haki na upendo. Haki na upendo. Hakikisha, maana hata sheria za Mungu sina rotate, sinazunguka kati ya upendo na haki. Hiyo ndio tabia ya Mungu. Unaposoma hizo zote utaona, lakini lile la muhimu kabisa ambalo ningependa tuangalie. Mungu Yesu anawakemea. Anakemea Mafarisayo. Hiyo tutaisoma katika kitabu cha Mathayo 23 fungu lake la 23. Nami ninaomba nisome ili tukaisikie vile ninavyosema. Mungu anasema hivi: ole wenu waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnalipa zaka munanaa
na bisari na jira, lakini mumeacha mambo makuu ya sheria, yaani adili na rehema na imani, na nini tena, hayo imewapasa kuyafanya, wala yale mengine msiyaache. Elewa hivi kwamba Mungu anapotuangalia sisi anatuona wengine tuliomo ndani ya kanisa ni wanafiki kabisa, wanafiki wakubwa sana. Yaani tunaweza sisitiza jambo fulani tukasahau mambo mengine pia yaliyo, Kiingereza inasema the weighty matters of the law. Yale mambo makubwa tunayaacha, na sasa tunaangalia mambo ambayo kwa Mungu hata yanaweza kuwa ni madogo, ila Mungu anasema mtoe saka ndio, lakini anasema fanyeni na yale mengine msiyasahau. Msiseme ni saka peke yake, mnatoa saka mpaka kwa vitu vidogo mnahakikisha vimetolewa, mpaka unga, mpaka unahakikisha njiwa ametolewa saka, mayai yake itolewe saka, mayai ya njiwa tuhesabu, lakini tunasahau vitu vingine muhimu. So tunaposisitiza hata hivi sasa tunapozungumzia Sabato, mara tunasisitiza Sabato sana, tunasisitiza kana kwamba Sabato is the only one. No, Sabato ni muhimu, lakini kuna zingine sio za muhimu. Yale Mungu anayaita makuu ni kwamba tumpende Mungu, vile wengine wamesema, tumpende Mungu kwa moyo wetu wote, kwa akili zetu zote, tumpende Mungu kwa namna zote na mali zetu zote, na pia tumpende jirani. Yaani tuoneshe upendo mkuu kwa jirani. Kama anateseka jinsi kama ni wewe umefanya na gani anateseka. Unajua mara nyingi ninapoangalia kanisani unaweza kuta kwamba ndani ya kanisa kuna mtu ambaye hali yake ni chini sana, labda ni mgonjwa, hata amekosa pesa ya dawa. Lakini sasa sisi tunamsahau yule, na labda tunaweza kusaidia wa huko nje, tukaona ule wa nje ndio wa Mungu, tunasahau wa wapi? Wa kanisa. So those are the weight matters of the law, ambao Biblia inasema kwamba hao Mafarisayo na wanafiki wanasahau na wanasisitiza hivi vitu vidogo. Sehemu nyingine ambayo labda ningesoma kidogo, ni kwamba anasema viongozi wamekuwa vipofu, wenye kuchucha umbu na kumesa ngamia. Anasema viongozi vipofu, wanaacha mambo ambayo yaliyo ni masito, ambayo Mungu anapenda kuyaona tukiyafanya. Anasema ole wenu waandishi na Mafarisayo. Sisi waandishi ni wapi ndani ya kanisa? Sisi kama ni elders, waandishi na Mafarisayo so the leaders wa kanisa, viongozi ndani ya kanisa, sisi tunaweza kuwa kwenye kategori ya watu Mafarisayo, ya watu waandishi. Tunasema kwamba tunajua sheria sana, tunaifuata, lakini tunaacha the weight, yani yale mambo yaliyo makuu. Anasema wale waandishi na Mafarisayo wanafiki, kwa kuwa mnasafisha nje ya kikombe na chano, na ndani yake imejaa unyang'anyi na kutokuwa na kiasi. So ukisoma maneno hayo hata utashangaa sana kwamba kweli Mungu anataka tuwe all round. Tunaposisitiza mengine, na kuna mengine ambayo Mungu anayoona makuu. Kwanza lile kuu Mungu anataka kuona tukifanya ni kwamba sisi tuwe kama yule unajua Biblia inauliza, yule tajiri anauliza, mimi nisaidie jirani. Jirani yako ni nani? Yesu akamwambia, akalielezea ile jambo vizuri sana. Akamwambia kulikuwa na mtu anatoka Yerusalemu anaelekea Jeriko. Alipokuwa anatembea njiani akitoka Yerusalemu akaelekea Jeriko, akakutana na wanyang'anyi. Wakampiga, wakamwangusha, akaanguka chini kabisa. Sasa wanafiki wanakuja. Mmoja alikuwa ni kuhani, sijui ni Pastor Mwaniki, na mwingine aliyetokea pia ni Mlawi. Walawi ni watu ni kama wachungaji. Alafu wanapopita, walipita mbali, wakamwacha yule mtu amepigwa, wakamwacha hapo. Lakini sasa mtu ambaye hata hakuwa Mkristo, ambaye tunaweza kwamba ni mtu wa nje, ambaye hakuwa kwenye taifa takatifu la Israeli, Msamaria, alipomuona akamwendea,
akamubeba na bunda lake, akampeleka kwenye hospitali, akatibiwa, akalipa, na tena akasema ikiwa atahitaji fedha zaidi nitakuja kulipa. Sasa Yesu anauliza yule kijana padri pale, anamuuliza kati ya hawa, kati ya kuhani na Mlawi na Msamaria mwema, ni nani ambaye alikuwa ni jirani mwema? Akasema ni yule. Sema nawe nenda ukatende hivyo. So tunapoangalia kwamba katika lesson hii ni kwamba Mungu anasisitiza sana kwamba hata tukiwa manyumbani tunakaa, tuangalie kuna watu wanaohitaji msaada wetu, tusiweze kuwafungia macho. Yes. Asante kwa hayo mchungaji. Ni kweli tunatakana tuwapende jirani zetu kama tunavyojipenda sisi. Amen. Na hata Yesu anapowakaripia hawa waandishi na Mafarisayo na kuambia ni wanafiki, je, angeingia kwetu kanisani leo angesema nini kutuhusu? Anapotuangalia, je, sisi tuna kiasi? Je, sisi tunatenda haki? Ama na sisi nasi tuko katika ile kundi na wale wangeitwa wanafiki na wanyang'anyi na wasio na kiasi. Kwa hivyo tuwe na kiasi hata katika ulaji wetu, tuwe na kiasi katika muda wa Mungu ambao tunatumia. Ni mara ngapi tunaacha kanisa na kwenda nyumbani masaa ya mchana na tunakosa kurudi? Ili hali tutakana tuwe na kiasi. Na katika hiyo ninaona tumeweza kuambiwa jirani ni nani. Kwa hivyo tuwajibike tunapomwona mwenye kuhitaji kusaidiwa, tujue ni jirani na anahitaji msaada wao. Sijui kama kuna mwenye ana swali katika watazamaji ama walimu na kuongeza kabla tumalize lesson. Yes. Walimu karibu. Naam mwalimu, kuna jambo moja tu ningependa niongeze katika swali hili, jirani langu ni nani? Na mchungaji ameweza kutuweza kufafanua kwa njia ya kipekee. Kuna jambo si ndogo ambalo nimepata ya kwamba haitoshei tu kujua jirani ni yule nakaa karibu naye. Jambo muhimu ni kwamba unachukua hatua ya kumsaidia kukutana na ile hitaji ambalo huyu jirani anahitaji. Asante. Yes, mwalimu Rudia. Asante. Mimi naongeza katika kitabu cha Isaya. Ndio. Jinsi vile ameeleza hapa, lesoni imetuambia hawa wameita wanafiki, wameweka sheria zinazowafaa ili wakandamiza wale wadogo. Sasa katika kitabu cha Isaya anasema, sasa mtakimbilia wapi mpate msaada? Maana mshagandamiza hawa, mwishowe mtakimbilia wapi ndipo mpate msaada? Kwa hivyo Mungu anatuangalia, anasema ebu tuendaneni, kuwa na watu wenye haki, wenye kweli. Hata mtakapofika mwisho mtapata mahali pa kukimbilia. Amen. Sisi wa Kristo wa sasa tuweze kuwatendea haki, tuweze kuwatendea jinsi Mungu yeye ametuagiza tuweze tu. Hizi sheria ambazo zimewekwa tumeziweka kando, tumetunga zetu ambapo zinatufaidi sisi na tuweze kutenda ili tuweze kuwainua hawa wenzetu ndipo tutafikia mkarabani. Asante. Tunaweka wazi sasa, kama kuna mtu ako na swali kutoka pande ile ama wale ambao wanatutazama wanaweza kuandika swali hapo chini na sisi tutalijibu. Kama kuna swali tunakukaribisha. Yes, Dennis, unaweza songea mbele. Karibu. Kwa majina naitwa Hashem Dennis. Na wasalimu hamjambo. Hatujambo. Nashukuru sana lesoni ya wiki hii. Ni lesoni nzuri na yenye kutufunza upendo na yenye kutuvuta karibu na Kristo. Amina. Na katika lesoni hii nimekuwa na maswali mengi ninayojiuliza moyoni mwangu. Na haswa nikianza katika kitabu cha Isaia 61 aya ya 8 ambapo tunaona Mungu wetu ni Mungu wa haki. Na nikiangalia dunia tunamoishi sasa, haki imekosekana. Aliye mnyonge hapati haki. Na huyu mnyonge ambaye hapati haki, maisha yake ameyaweka katika Kristo. Maisha yake yanamdhihirisha Kristo. Na katika Isaia 61 aya ya 8 tunamwona Mungu wetu ni Mungu wa haki. Lakini tunamwona mtu huyu ambaye anayemtumikia Mungu
maisha yake ameyaweka katika Kristo, lakini tukija katika maisha haya anamoishi anakosa haki. Je, itakuwa vipi mtu ambaye anamtumikia Mungu na Mungu wetu ni wa haki na anakosa haki? Jambo la pili, swali la pili, katika kitabu hiki cha Luka 10 haya yake ya 25, ukisoma uende mpaka haya ya 37, tunamuona msomi anayejua sheria anapomkujia Yesu kumuuliza kuhusu upendo, na anapouliza kuhusu upendo pia anauliza jirani yake ni nani. Na tunamuona Yesu akimpa mfano, na anapompa mfano ule tunamuona mtu ambaye ni Msamaria, na mtu huyu Msamaria yeye hajui mambo na dini, ni kafiri, tuseme ni kafiri. Na lakini tunapoona mtu huyu ambaye ni kafiri anaonyesha haki, wale wanaostahili kutoa haki hawajatoa haki. Inakuwaje sasa huyu ambaye astahili kutoa haki ndiye anayetoa haki, na huyu ambaye anayejua haki hatoi haki? Asante sana. Thank you so much. Sijui kama kuna swali lingine. Kwa maswali labda ninasema hivi. Nikianzia na swali uliloliuliza la mwisho. Haki, Mungu anaweza tumia watu ambao walioko nje ya kanisa na wakatenda hata vizuri kuliko walioko ndani ya kanisa. Kwa nini nasema hivi? Biblia inawataja, inasuluhusia kwamba watu wengine, tunasema kuna watu wa haki ndani ya kanisa, lakini wengine hawana haki. Kama hivi anaposema Mafarisayo, hivi sasa anaposema waandishi na Mafarisayo na Masadukayo, ni watu walitaka kumuua Yesu. Yesu amewatendea mema, lakini wananao fadhila gani? Kumuua. Unaangalia wanafunzi wa Yesu wote 12, ni nani ambaye alienda kumsaidia Yesu? Utaona yule Simoni Mkirene ndiye mbeba msalaba. Unaona kina wale wakina mama wanamulilia, lakini hajasaidiwa na makuhani na watu ambao walikuwa wanawalisha. Yesu alikuwa anawalisha. So wakati mwingine Mungu anaweza tumia mtu hata wa nje ya kanisa akatenda vema kuliko hata walioko ndani ya kanisa. Ndio maana wengine nasema ya kwamba mahali pengine wengine nasema kwamba wale ambao walioko nje kama vile makahaba ambao wanadharauliwa wanaweza kuona ufalme kwanza kuliko wale. Na swala la haki, mnaweza semaje swala la pili kwamba haki haitendeki kwa watu wa Mungu? Karibu. Nikijaribu kidogo ni kwamba Mungu ni Mungu wa haki. Na swali ambalo limeulizwa ni kwamba kwa nini huyu ambaye anakaa anamtegemea Mungu anakosa haki? Tujue ya kwamba katika maisha haya vita kuu ni kwamba inaendelea, na Mungu anapenda haki, shetani anafanya opposite kinyume. Yeye ndio kudhulumu. Biblia anasema ya kwamba shetani kazi yake ni alikuja kuiba, kuharibu na mwishowe kuua. Ni kwamba Mungu anaruhusu nafasi. Kuna ile tuliona rules of engagement, ya kwamba Mungu anampa nafasi mwafaka ili mambo haya iweze kutirika. Na haya ambapo anapotendeka na huyu anapokosa haki, haimaanishi ya kwamba Mungu haoni. Ndivyo maana Mungu amesema Mungu anapenda haki, na Mungu anasema ya kwamba mtendeani haki. Amina. Asante sana kwa hili swali la mwisho. Labda ninauliza, Yesu anaposema kwamba anapomwambia yule kijana tajiri, anamwambia nenda kauze mali yote ugawie masikini ndio uje unifuate. Hiyo nyumba zetu tuko nazo, tajiri wetu tuwaumie maskini ndio tumfuate Yesu. Tusipofanya hivyo hatutaona ufalme wa mbinguni, ama mnaonaje nini? Nikijaribu kidogo pale, ni kwamba tuwe na mali, tuwe na fedha nyingi, si dhambi. Lakini kama roho yangu itakuwa imeuzwa ama nafsi yangu kila saa iko kwa mali, sitakuwa na nafasi ya Mungu ndani ya moyo wangu.
sitakuwa na nafasi ya kumfanyia Mungu kazi. Ile mali inapokuwa imenishikililia mpaka nimegandama kwa mali badala ya kumweka Mungu kwanza. Unaona sasa sijamweka Mungu kwanza. Gandama kwa mali. Nimeweka mali kwanza, halafu Mungu namba 2. Hapo nitakuwa sijauza kila kitu. Nimeclaim to my wealth. Kwa hivyo sijamshikilia Mungu kwanza, halafu mali ifuate baadaye. Pale sijauza kila kitu. Alafu Mungu anachokitaka kwa mali zetu, kuna sehemu ambayo anataka tupatie maskini. Katika kile tulicho nacho kuna sehemu ambayo ni ya maskini. Asante mchungaji kwa kutukumbusha hilo. Ni kwamba sisi tunaotazama katika runinga, tunaosikiliza leseni hii, Guru anaposema anataka haki, ni kwamba tujue hata unapopanga budget yako, kumbuka kuna mnyonge, kuna yatima, kuna yule ambaye hana baba, ni mjane. Unapoweka budget yako, tafadhali weka percentage ambayo itawafidia mahitaji hawa ambao wako stressed. Sijui kama kuna mtu angeweza kusema jambo tuweze kufunga. Kila wiki utaona ukijifundisha Biblia kwa undani katika kwa topic inayoitwa Maandiko TV. Ukifungua hapo utaweza kupata lesson yetu kila wiki. Na utaendelea kujifundisha mengi ambayo Mungu anahitaji tufanye. Kwa hivyo tunawaambia kwaheri na tutaonana siku nyingine. Tutaomba kwa kumaliza. Mwalimu Rudia, tafadhali tufungie kwa ombi. Kwa unyenyekevu tuombe. Penda jina lako litukuzwe na saa haya. Asante maana utakuwa pamoja nasi na kasi hii shetani hapendi. Ashindwe katika jina lako tunapoenda kuifanya ili iweze kuwa rahisi. Asante maana utakuwa nasi mpaka mwisho. Ni katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen.